Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na Pastor Miamba. Na leo ni siku ya Jumatatu njema ambayo tunaenda kujiweka wakfu kwa Bwana kwa ajili ya kubarikiwa katika wiki hii. Lakini Bwana amesema nami jambo kubwa sana ambalo linaenda kuambatana na kubarikiwa. Bwana akawa ananifundisha. Nilikuwa katika tafakari, Mungu akaniambia kwamba wiki hii Mungu anaenda kuhukumu madhabahu na miungu yake. Mungu ananiambia kwamba anaenda kuhukumu madhabahu na miungu yake, na kazi zitakazokuwa zikiendelea pale zitabatilika. Sasa nataka ni kueleze kidogo ili uelewe, upate picha kwamba ni wiki ya aina gani. Kumbuka pia bado tuko kwenye wiki ya maombi. Kwa hiyo Mungu aliposema nami kwa habari ya kujiweka wakfu, akaniambia waambie watu wangu wajiweke wakfu. Moja ya kitu ambacho naenda kufanya ni kwenda kuhukumu miungu, kwenda kuhukumu madhabahu na miungu yao ambayo imekuwa ikileta mateso kwa watu. Na madhabahu zinahukumiwa vipi? Ukiangalia katika kile kitabu cha Samueli utakutana na vile ambavyo sanduku la agano liliibiwa, halafu likaenda kuingizwa kwenye chumba cha mungu wa Filisti anaitwa Dagon. Halafu mara sanduku la agano lilipoingizwa kwenye kile chumba, Dagoni aliangushwa. Ile ilikuwa ni hukumu ya miungu, na walipojaribu kumsimamisha akaanguka tena na akavunjika. Ile ilikuwa ni hukumu ya miungu. Sasa hukumu ya miungu inapokuja inabatilisha na kazi zake, ambazo hizo kazi zimebeba uharibifu mwingi sana. Kuna mtu mmoja akawa anashuhudia leo kwenye ibada yetu ya pale Kigamboni, ambaye alikuwa ni anatumikishwa na uchawi. Akawa anaeleza kwa sababu amekuwa akifanya hiyo kazi kwa muda mrefu, na amekuwa akiua, akikaba watu, akifanya uharibifu mwingi. Na moja ya jambo ambalo lilikuwa likiendelea, akawa anasema ya kwamba zinaandaliwa listi kabisa. Yani nikashangaa sana kwamba kama hivi sisi tunavyoanza kujiweka wakfu kwa wiki nzima, na wao wanaandaa listi ya watu wanaotakiwa kuwaua wiki nzima. Nikawa najaribu kuuliza ni kwa namna gani ambapo hamuwezi kumuua mtu. Akasema mtu aliyesimama, na ikiwa na hivi mtu ambaye anajiweka wakfu kwa Bwana, mtu ambaye amesimama na Mungu, mtu wa namna hiyo hata kukatiza kwenye nyumba yake haiwezekani, inabidi mfanye kuizunguka. Anaongea hivyo mtu ambaye anafanya hizo kazi. Sasa kuna point moja akawa ameongea, ukiachana mambo mengi ambayo ameongea, nitakurushia clip yake uisikilize. Lakini moja ya jambo aliloongea, akasema kwamba tunapata furaha pale ambapo watu wengi hawaamini ya kwamba uchawi upo. Kwa hiyo ndio tunapata kuwashughulikia. Kwa hiyo mambo kama haya yamekuwa yakichukuliwa kawaida sana na baadhi ya watu, na ndio hapo hawa watu wachawi wanafurahia kwamba ndio wanaweza kuwashughulikia watu wa namna hiyo. Kwa hiyo Mungu anaenda kuziangusha madhabahu, lakini pia anaangusha na miungu yake na kazi zake. Nilikuwa nawaelekeza leo watu, nikasema hapo yale mapepo ya kuchoma, unajikuta tu kwenye mwili wako panauma hapa, baadaye panatoka panauma hapa. Sasa haya mambo mimi nilikuwa ninayasikia kipindi hicho nikiwa kwetu huko. Nikiwa kijijini huko, mtu akiwa mchawi wanasema huyu mtu ana michezo sana. Sasa nikawa sielewi connection ya uchawi na michezo ni nini. Sasa nilipokuja kwanza kufanya huduma, siku moja wakati na muombea mtu mmoja, yale mapepo akasema sisi watu wakiwa wanaumwa ndio michezo yetu, yani ndio furaha yetu. Ile mtu ameshika kiuno chake, ama ameshikilia tumbo lake, au ameshikilia kichwa chake, anaelekea hospitali, yanasema yani ile ndio furaha yetu, yani ndio michezo yetu. Sasa unapojiweka wakfu kwa Bwana, unazuia michezo ya nguvu za giza kinyume na maisha yako.
ile hali tu ya kwamba unadaiwa, ile unapigiwa simu, tunakupeleka polisi, tunakufungulia kesi mahakamani, tunakuja kuaibisha. Yani ile tu ni michezo ya nguvu za giza ambayo wenyewe ukiwa unatetemeka na kuogopa, wenyewe ndio michezo yao, ndio furaha yao. Kwa hiyo yapo mambo mengi ambayo adui anaweza akawa anayatumia hayo kukuchezea, lakini ashukuriwe Mungu anayetupa maelekezo kila siku inapoitwa leo ya kwamba tujiweke wakfu ili aweze kuziangusha madhabahu, aweze kuangusha na miungu yake na pamoja na kazi zake zote. Na kwa hakika yake wiki hii ni wiki ya upendeleo, kwa sababu kuna watu wataenda kutua mizigo yao, kwa sababu madhabahu zile ambazo zinatuma uharibifu kwao zitakuwa zimeharibiwa. Kwa hiyo Mungu anaenda kuhukumu madhabahu, iwe ni madhabahu ya familia yenu, iwe ni madhabahu ya ukoo wenu, iwe ni madhabahu ya giza ambayo imekuja tu imekuvamia, inaenda kuhukumiwa katika jina la Yesu. Kuna vitu muhimu sana ambavyo utaenda kuvisikia wiki hii, lakini ya kupasa ujiweke wakfu ili uwe mmoja wa washiriki wa baraka za Bwana na operation ya kimungu ambayo anataka kuifanya ndani ya wiki hii. Zaidi ya yote, zipo baraka ambazo Mungu amezikusudia, ambazo Mungu alimwambia Musa awaambie wana wa Israeli wajiweke wakfu kwa Bwana ili awapate kuwabariki. Wajiweke wakfu kwa Bwana ili apate kuwabariki. Zipo baraka ambazo Mungu amezikusudia ndani ya maisha yako, ya kwamba wiki hii ni wiki ya kubarikiwa kwako. Zile baraka zimeshatengwa, maana kuwekwa wakfu ni kutengwa. Kuna baraka zimetengwa, lazima zikutane na mtu aliyetengwa ili ziweze kumwendea. Kujiweka wakfu ni kutengwa. Ni lazima ujitenge katika ulimwengu wa roho kwa kujiweka wakfu ili upate kupokea baraka zilizotengwa kwa ajili ya wiki hiyo ambayo Mungu anaiachilia baraka hizo kwa watu wake. Na mabaya hayatakukuta kwa jina la Yesu. Uharibifu hautakukuta kwa jina la Yesu, kwa sababu moja tu, umejiweka wakfu kwa Mungu. Na unapojiweka wakfu kwa Mungu, kwa lugha nyingine ni kwamba na sarenda maisha yangu yaongozwe na wewe, yalindwe na wewe, adui asipate nafasi. Yani lugha hiyo ya kujiweka wakfu ni lugha ya kusalenda, ya kwamba umetengwa na Bwana. Na hizi lugha zinaweza kuwa ni ngeni kwa mtu, lakini mapepo yanazielewa hizi lugha, wala sio ngeni. Na jinsi mbingu inavyoelewa maana ya kujiweka wakfu na lugha yake, jinsi inavyotafsiriwa, na mapepo nayo yanajua, nguvu za giza zinajua, wachawi wanajua namna ambavyo haya mambo yanaenda. Ukimsikiliza yule mtu ambaye nitakutumia clip, utajifunza mambo mengi sana. Sitaki ni kuongelea sasa hivi, nisije nikatoka kwenye line, lakini kikubwa, jiweke wakfu kwa Bwana. Zipo baraka zilizoamriwa kukujilia, lakini zipo operation ambazo zinaendelea kama hivi. Unapata kuna nyakati Mungu anatutangazia operation kama hivi anavyoitangaza hii. Hiyo operation haiwezi kufanyika kwa mtu ambaye hajajiweka wakfu, kwa sababu ni agizo ya kwamba waambie watu wangu wajiweke wakfu. Nataka kuingia kati kuharibu madhabahu na miungu yake na kazi zote, na kuhakikishia ni ajenda kubwa sana ambayo usiache kujiweka wakfu, kwa sababu kuna madhabahu, kila kazi ya uharibifu inatoka kwenye madhabahu fulani, na lazima ipo miungu fulani inayoweza inayoshughulika na uharibifu. Lakini unapojiweka wakfu kwa Bwana, utaona, kwa mfano ukisoma kitabu cha Hesabu, utakutana na namna ambapo Israeli ilitaka irogwe. Huyu Balak alikuwa amemkodi Balaam ili aje awaloge Israeli waweze kuangamia. Lakini kumbe Israeli walitengwa na Bwana, waliwekwa wakfu na Bwana. Kwa hiyo alipotaka kuwaloga, kuwatamkia laana, akajikuta na wabariki. Lakini Mungu analihakikisha kwa neno lake, anasema hivi: hakuna uganga katika Israeli, hakuna uchawi katika Yakobo. Maana yake ni nini? Ya kwamba aliyejiweka wakfu kwa Bwana hakuna uchawi. Aliyejiweka wakfu kwa Bwana hakuna uganga. Kwa hiyo ni lazima uelewe ya kwamba kama Bwana anataka kuiangusha madhabahu za giza, lakini automatically unapojiweka wakfu
uchawi, ajenda za giza haziwezi kukuta. Tunajiweka wakfu kwa Mungu wetu, tunajitenga na ajenda zote za nguvu za giza ambazo adui amezipanga kutukuta sisi na malango yetu, ama sisi na watoto wetu, ama sisi na wenza wetu, ama sisi na biashara zetu, ama sisi na kazi ya mikono yetu, ama sisi na mahali tumeajiriwa. Mahali popote pana ajenda nguvu za giza, tutakapoomba wakati huu, madhabahu za giza zilizobeba ajenda zile zinaenda kuanguka, na utashangaa ya kwamba ni wiki ya baraka. Lakini nitaenda kutamka juu ya kubarikiwa kwako wiki hii. Baraka zikakufuate, neema ikakufuate, na ushindi ukakufuate. Nataka niombe sasa. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tunakuja mbele zako kwa moyo wa shukrani kwa ajili ya ibada nzuri ya kujiweka wakfu, na vile ambavyo Mungu unaanza nasi katika Jumatatu njema iliyobarikiwa. Mungu aliye hai, asante kwa ajili ya zile baraka ulizozitenga, ukaziamuru na kuziratibisha kwamba ziwe zetu. Mungu aliye hai, asante kwa ajili ya zile baraka ambazo umetaka wiki hii tuzipokee. Mungu aliye hai, asante kwa ajili ya utajiri unaoachilia utufuate, malango yaliyofunguliwa, baraka zinazotujilia kutufuata ndani ya wiki hii. Tunakushukuru Mungu aliye hai. Tunakushukuru kwa ajili ya ajenda ambazo adui aliziweka na zimeharibika kupitia kuharibiwa madhabahu zake na wakuu wake wa giza na wale miungu yake na operation zake. Roho Mtakatifu, asante kwa maana ajenda zote za nguvu za giza zimekwisha kuharibiwa katika jina la Yesu. Ajenda zote, mapando yote, uharibifu wote umekwisha kuharibiwa katika jina la Yesu. Tunapojiweka wakfu, Bwana, ajenda zote za giza zikae chini, hazitanyanyuka katika jina la Yesu. Ajenda zako Bwana za kutubariki na kutuinua, ajenda zako Bwana za kutuhuisha na kutupa kibali, zikainuliwe juu katika jina la Yesu kupitia ibada hii ya kujiweka wakfu. Mungu aliye hai, tumetengwa kwa ajili ya ulinzi kutoka kwako. Mungu aliye hai, tumetengwa kwa ajili ya kubarikiwa na wewe. Mungu aliye hai, tumetengwa ili tutazame katika ile portion uliyotaka wiki hii uwabariki watu wako. Mungu aliye hai, tunaomba zile baraka zikatujilie pasipo kipingamizi chochote wala hati yoyote ya mashtaka kinyume na maisha yetu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, Baba, asante kwa mafuta, asante kwa rehema, asante kwa ushindi. Tunaomba Roho Bwana uendelee kutuhudumia. Haribu madhabahu zote za nguvu za giza zinazofuatilia maisha ya watoto wako. Haribu madhabahu zote na wakuu wake. Haribu madhabahu zote na miungu yake. Baba, haribu ajenda zote za giza kinyume na maisha ya watoto wako kwa jina la Yesu. Uwape watoto wako furaha, uwategemeze kwa furaha, uwabariki kwa furaha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, ikawe ni wiki iliyojaa habari njema, ikawe ni wiki ya raha, ikawe ni wiki ya furaha, ikawe wiki ya kicheko katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, Baba, asante kwa rehema na neema, sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Mungu wangu akubariki sana. Na kabla hatujaenda kuzishika sadaka zetu za kujiweka wakfu kwa Mungu wetu na kuziachilia, nataka nitoe tangazo la semina itakayofanyika Mwanza kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 29. Tutakuwa tuna semina kubwa ya kufungua vifungo vya nguvu za giza kwa watu, ya kuwaweka watu huru katika jina la Yesu. Hiyo ni semina kubwa sana, na kama uko Mwanza ama tarehe hizo utakuwa Mwanza, ama we ni mwenyeji wa Mwanza, nataka unijie inbox. Nataka nikuunge na grupu la kamati ambalo litakusaidia wewe kuweza kupata taarifa na mambo mengine. Mungu wangu akubariki sana. Lakini kwa wewe ambaye ndani ya moyo wako unasikia kuchangia kwa ajili ya semina hii ya Mwanza, tuna gharama kubwa ambazo tunatakiwa kuzifikia, lakini tunamwamini Bwana. Na wewe ambaye Mungu anakutumia, unaweza kaachilia sadaka yako ukasema hii ni mchango wangu wa semina ya Mwanza, na Mungu atakubariki sana. Basi tutashika sadaka zetu za kujiweka wakfu kwa Mungu wetu siku ya leo. Na hiyo sadaka itapiga kelele wiki hii
kwa zile ajenda Mungu alizozisema kupitia ibada hii. Utashika sadaka yako, utaziachilia katika ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.